Nashukuru, tupo katika ziara ya siku 3 nchini China ambayo tumeiandaa pamoja na Wizara ya Mipango na Uwekezaji kupitia Tanzania Investment and Special Economic Zones Authority TISEZA pamoja na wizara yetu ya viwanda na biashara. Ziara hii inalenga kwenye kuonyesha fursa zilizopo kwenye masuala ya uwekezaji na biashara kati yetu sisi na nchi ya China. Tumeanza jambo hili jana pale katika mji wa Hangzhou, lakini vile vile tumekuja hapa leo kwenye mji wa Fuzhou na kesho tutaendelea pale Daya District. Lengo kuu ni kuonyesha fursa zilizopo kwenye masuala ya uwekezaji pamoja na biashara, lakini vile vile kwa mahususi kabisa leo tuko hapa kwenye mji wa Fuzhou. Tumeweza kufanya mkutano mzuri sana na kwa kweli tumefanya mkutano na makampuni takriban 50. Jana pale Hangzhou tulifanya mkutano na takriban makampuni 100, yote yakiwa yanaonyesha nia ya kutamani kufanya uwekezaji katika taifa letu zuri. Leo hapa ni mji wa mahususi kwa sababu hapa yanatokea makampuni ambayo tayari yana biashara nchini Tanzania. Ipo kampuni ambayo sisi tunashirikiana chini ya taasisi yetu ya NDC kwenye uwekezaji wa Maganga Matitu, lakini vile vile ipo kampuni ambayo imewekeza pale kwenye kituo cha biashara Ubungo, East African Community Logistics Center, ambao ni uwekezaji mkubwa sana ambao unaweka shopping malls pale Ubungo. Kwa hiyo tumekuja kuonyesha kwamba bado kuna uwekezaji na fursa za biashara nchini Tanzania, na tunashukuru tumepokelewa vizuri na kuonyesha ushirikiano mkubwa, na vile vile tumekutana na makampuni haya ambayo kwa kweli yanaonyesha nia kubwa ya kutaka kuwekeza nchini kwetu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kupitia yeye katika miaka 4 ya kwanza ya uongozi wake tumeona matokeo ya mashirikiano makubwa ambayo ameanzisha yeye na ameyaendeleza kati yetu sisi na nchi ya China. Ukiangalia takwimu za TISEZA kwa kipindi cha uongozi wake bora, TISEZA imerekodi miradi takriban 876 ambayo wawekezaji wa China wamewekeza nchini Tanzania, miradi ambayo ina thamani ya takriban dola milioni 8,860, lakini vile vile imeleta ajira takriban 146,250. Lakini vile vile kupitia kipindi chake cha miaka 4 tumeona uongezaji wa biashara ambao umefikia volumes ya takriban bilioni 2, lakini vile vile tumeona ukuaji wa biashara kwa Tanzania kupeleka bidhaa China kwa takriban 12.5 na bidhaa mbalimbali zikiwa zinasafirishwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kama mnakumbuka mwaka 2022 alifanya ziara kuja nchini China na aliongea na rais wa China, na hiyo imefungua fursa nyingi sana za mashirikiano ya biashara kati sisi na nchi ya China. Tunaendelea kutimiza na kujitahidi kutekeleza maono haya Mheshimiwa Rais, kufungua fursa zaidi kati ya nchi zetu mbili ili wote tuweze kunufaika na mahusiano mazuri ambayo yanabebwa na viongozi wetu hawa wa mataifa yetu mawili. Vision 2050 inataka tuwe tuna uchumi takriban trilioni 1 USD, lakini vile vile inataka tuhusishe private sector kwenye kukusanya mitaji kwa takriban zaidi ya 70%. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya jitihada kuhakikisha tunapoanza utekelezaji wa mpango huo kwa kipindi cha kwanza cha mpango wa miaka 5 Julai mwaka huu kupitia wizara yetu, basi tunaanza kwa nguvu utekelezaji wa dira hii ambayo kwa kweli imebeba maono yetu kwa miaka 25 ijayo.